Mjukuu wangu huyo mimi ananiuma tumbo, ndugu zanguni. Mwanangu amembeba mzima. Jana, tarehe ya jana ametoka asubuhi hapa ameenda shule. Alivyotoka shule amefika hapa. Alivyofika hapa kakake akamtuma aende akanunue kiberiti. Ilikuwa saa 6 mchana. Alivyoenda kununua kiberiti hakurudi. Tukaendelea kumtafuta. Leo hii asubuhi tumejidamka kwenda kutafuta kwenye mapagali huko chini. Baada ya hapo tulivyorudi hapa tunakaa tunajadiliana, tunamkuta yuko nyumba ya pili walipokuja wakamweka. Ameonekanika kavunjwa shingo, alafu kwenye paja kuna alama ya vidonda, na upande mmoja kwenye mbavu kuna sehemu kuna michirizi kumechanika. Baada hapo tuliondoka kwenda kuripoti polisi, na wakaja wakachukua, wakaenda kule, daktari wakaongea naye. Daktari ndio aliyotupa majibu hayo. Fika wakaanza kuchunguza ule mwili. Kweli tumekuta kama ule mkono umevunjika kwa sababu ulikuwa unalegea na shingo pia. Na baada hapo tumefika hadi mochwari ambapo alikuwa anafanyiwa uchunguzi. Ikaonekana yule mtoto amelawitiwa. Lakini pia pamoja na hiyo kulawitiwa, ile nguo ambayo alikuwa ameivaa sio kwamba ilikuwa imechafuka, ilikuwa ni safi. Kiasi kwamba huyo mtu ambaye amemfanyia ina maana amemvalisha hiyo nguo ni safi kabisa. Wito wangu kwa serikali, waongeze maaskari hasa doria kwa usiku kuanzia saa 12 lakini na kuendelea. Lakini hata hao wanaofanya hivi vitendo, endapo wanakamatwa wasiachiliwe. Kwa mfano unakuta mtu amefanya hicho kitendo au majirani labda wanafahamiana, wanamalizana wao kwa wao, baada ya yule mtuhumiwa awekwe ndani anakuwa yuko nje, kitu ambacho sio sawa. Tujaribu kuelimisha wananchi wetu kuishi vizuri, kuishi kwenye matendo ya kimungu zaidi. Alafu na nitoe wito serikali kuu hasa waingilie kati. Haya mazao tunayopanda marefu yanaleta changamoto kubwa kwa maana ya wezi, na hao watu wanaolawiti wanajificha humo. Tupande mazao mafupi, isimamie kweli, isimamie sana, kwa sababu imeshakuwa changamoto. Hili ni tukio la pili ndani ya miaka 2. Ni magumu sana. Kwa kweli tumekuwa tukizungumza kwa jamii kwenye mikutano yetu kwamba watoto wetu tuwalinde, tuwe karibu na watoto wetu kwa ulinzi kamili, na tumekuwa tukionya kwamba mtoto mwisho kutembea saa 12. Lakini wananchi wangu wana tabia kujisahau, utakuta watoto wanatembea zaidi ya saa 12. Niseme kwa ujumla kwamba wananchi wangu, kwa tukio hili tulilopata leo hii, naomba tulidhibiti kwa pamoja. Mimi kama kiongozi wa serikali sihitaji mtoto aina yoyote kutembea zaidi ya muda wa saa 12. Mungu anajua jamani.